Musa, fanyeni haraka na watu yako muondoke. Na Musa ndio huyu anasema, Farao hatuna haraka, hatutoki, hatuna haraka, tunaenda polepole. Akaambiwa kwa nini? Akasema, mimi natuma wamama waende kwa nyumba ya Wamisri walete vitu. Na wakiingia kwa hiyo nyumba wapewe. Andika Farao, andika hiyo sheria ya kukubalia sisi twende kwa Wamisri, na si wanaume hatuendi, ni wamama wanaenda. Kusema unipatie hiyo nguo, unipatie hiyo gold, unipatie hiyo saa. Kama kulikuwa na radio, alikuwa anasema anaenda kusema lete hiyo. Kumbuka walikuwa watumwa, walikuwa watu wa kuteswa, lakini Mungu amebadilisha hawa, wamekuwa bosses, wanagonga mlango na kusema lete, wanapewa. Anaambiwa lete, wanapewa. Bwana Yesu asifiwe. Farao alisema wacha waende wapewe. Ni nini shetani amekuchukulia tungependa akupatie? Hatutoki bure, tunatoka na mali yetu ambaye shetani amechukua. Aliambiwa lete kila kitu. Wakasema ndio hiyo tena. Naambiwa walichota dhahabu, walichota inaitwa silver. Haleluya. Kama ni pesa walipewa. Waliondoka kwa ushindi. Kuna ushindi kwa damu ya mwana wa kondoo. Na siku ya leo siongei juu ya damu ya mwana kondoo. Hiyo mwana kondoo iliokoa Waisraeli, lakini leo tuko na mwana wa Mungu ambaye amemwaga damu yake ili wewe na mimi tuokolewe. Tumekombolewa kwa karama. Mwimbaji amesema Bwana ameutoa uzima bure, yule atakaye atapata bure. Lakini nataka nikwambie hakutoa bure. Ilikarimu mwana wake wa pekee, ili yeyote anayemwamini hata kufa, hata angamia, atapata uzima wa milele. Kwa hivyo kama nyinyi mnaliwa kwa bei ya dhamana, hakuna haja tena wewe ukae hapo useme wewe unafanya vitu vingine tofauti. Biblia imesema kwa hivyo tukuza Mungu kwa mwili yako. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako tukuza Mungu kwa mwili yako. Ambia yasikie tukuza Mungu kwa mwili yako. Tukuza Mungu kwa mdomo yako. Tukuza Mungu kwa masikio yako. Narudia hii. Nienda kwa ndugu mwingine. Tukaketi kwa meza. Na mke yake alikuwa jikoni. Na mke yake akatoka jikoni. Akatuambia kuhusu pastor ambaye amefanya makosa. Ambaye anajua yeye vizuri. Anajua kwamba ako na family kule Tindire. Lakini amekuja karibu. Kwa sababu hajui kwamba huyu mama anajua yeye amepata mke wanapanga harusi. Sasa nikashangaa sana, pastor anapanga harusi. Sio tipo nimejua kwamba kuna hata pastor anaweza kuwa katika hii boundary. Mtu ambaye ako boundary anao mke wa pili. Anasema ningefanyaje? Wanaimba wimbo kama ya mtu mwingine anasema na wewe mama wewe ningekuaje? Ungekuwa wewe ungefanyaje? Hizi kuiba hiyo wimbo. Mtu ambaye ako boundary haijalishi hata kama ni pastor atao mke wa pili. Pastor huyo anapanga harusi. Huyu mama akatuelezea na nikasikia kuandika, nikasikia kuchangia hiyo, kuongea, kujibu, kuchangia mjadala. Lakini mume wake anaitwa Joel akamwambia mke wake, Mama Gipto, hiyo haipendezi Mungu. Nao mimi nikashangaa, kumbe kuna vitu haitukuzi Mungu. Huyo mama alikimbia jikoni na story ikaisha.
Alimwambia hiyo maneno unatuambia haipendezi Mungu, haimtukuzi Mungu. Nikasema Mungu nisamehe kwa sababu naongeaga vitu ambaye haitukuzi Mungu. Na huyu Joel akatubabanulia. Akasema wewe ndio unajua pastor. Enda kwake umwambie, mchungaji ninajua mpaka kwako. Ninajua mke wako na watoto. Hii ni vitu gani unafanya? Na hapo utakuwa ukimtukuza Mungu. Lakini ukituambia kwa hii mesa haitukuzi Mungu. Ni wajibu yako uokope Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, kwa sababu umenunuliwa kwa dhamana, okopa Mungu. Ungiogopa, lazima uogope Mungu kwa sababu hiyo ndio itakusaidia sana. Mungu ako kila mahali. Lazima umuogope kwa njia ya kumheshimu. Usikae kama huyu mtoto ambaye anaitwa teenager. Alikuwa anaongea na msichana mwingine kwa njia, anamtongoza, anamuongelesha na nyuma yake baba anakuja. Baba huyu kijana na yeye aone nyuma. Na ile msichana kwa sababu amesimama mbele yake, anaona baba huko nyuma na anajaribu kuonyesha sign awaje kuongea hiyo maneno, anaendelea tu. Sasa ile anaangalia chini, huyu kijana anafikiria sasa nimeweka yeye kwa box. Kumbe sio kuweka box. Anaangalia chini, anasema sijui nitasaidiaje huyu. Baba yake hapo nyuma, na baba yake ni pastor, na yeye anasema tabia mbaya. Anaongea tabia mbaya, lakini baba anakuja na yeye aone. Kwa sababu baba hapo nyuma yake na yeye anaangalia mbele, na huyu msichana anaangalia baba. Sasa anajaribu kutumia mikono, anajaribu kutumia macho, anajaribu hata kuinua mkono angalau huyo awaje hiyo maneno. Anajaribu hata kupitisha mkono hivi ili huyu afuke mdomo. Lakini huyu anafikiria anajipanguza. Hapo kwa Mungu. Baba yake alinyamaza, tunasikia kila kitu. Huyo msichana akasema, pengine huyu mzee baada ya hii atatuanga sisi. Akakimbia. Na alipokimbia huyo akamuita, akamwambia unakimbia nini? Akaambia ona nyuma yako. Na anaambia ona nyuma yako, na mwenye hapo nyuma amesimama hapa, amesikia kila kitu. Yeye amesema. Usikae kama huyo kijana, ogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, tii sheria zake. Ndio Biblia imesema sio wote wanaosema Bwana Bwana watakaoingia paradiso. Ogopa Mungu na utii sheria zake. Jaribu sana kuzingatia amesema nini. Kama askari ya madhulani ambaye hauingii, inaitwa Kericho High School. Hairuhusi mtu yeyote aingie, hata kama uko na mwanafunzi, hata kama uko na nini. Kama huna barua kutoka kwa principal ya kuingiza ndani, huyo askari haina mambo ya kuruhusu wewe. Atuende tu kwa sababu sasa umefanyaje. Anasema hakuna ruhusa. Ngani mimi bwana, mimi nimetoka huko mbali, kwetu ni Narok na kwenda hivi, na nilikuwa napita hapo Kericho, nikaona nisalimie kijana yangu nikipita. Anamwambia ni amri. Hakuna kuingia. Kwa nini usikae na sheria ya Mungu hivyo? Kwamba hii haiwezekani. Baya watu wote wajue wewe ni mtu ya sheria ya Mungu. Hii mambo haifanyiki hivyo. Sijui ungefanyaje kama ungekuwa mimi. Askari amenisimamisha,
driving license? Na amechukua kifunguo ya pikipiki. Kuchukua kifunguo na maanisha anataka nipe kitu kidogo ya kuwachilia. Mkristo ile wa Bonda anasema, anataka pesa ngapi? Sio anataka 50 tu, bakia 50 tu. Alichukua kifunguo na mimi nikaketi kwa pikipiki. Akanielezea bila hawezi kuniwachilia, nikamsikiliza. Na nikamwambia nimefanya makosa na naomba msamaha, sitarudia. Na hata sikuwa nimejua mwenyewe kwamba license imeexpire. Akataka kusikiliza, akakaa na kifunguo yangu. Sasa hiyo mimi naomba ndani yangu. So askari mwingine alimuita akamwambia, umeona hii pesa yote ya hii magari ipite ushikilie huyu mtu ya boda. Huyo mjako na pesa mingi kuliko ile imepita. Akanirushia kifunguo na akasema enda kabisa na nisipata hapa siku nyingine bila driving license. Nikaenda nika-renew driving license. Na nilipokuwa nikipita hapa nikasimamisha niambia nisimame. Nilikuwa nataka nisimame nimuonyeshe nimetengeneza driving license. Fuata maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu imesema upende jirani yako. Maagizo ya Mungu imesema utii wazazi yako. Maagizo ya Mungu imesema utoe fungu la 10. Maagizo ya Mungu imesema ulipe deni. Bwana Yesu asifiwe. Wamesema ile kitu umeahidi utende. Naurumia watu sana kwa matanga. Pole sana. Mimi niko na nyinyi, tutakuwa tukisaidiana. Tutakuwa tukisaidiana wapi? Kama wewe ni Mkristo na umetangaza hivyo, anza kuleta usaidizi katika hiyo boma. Kwa sababu umesema tuko na nyinyi pamoja, tutakuwa tukisaidiana. Napenda mwingine anakuja kanusha watu anasema hii maneno mingi ya watu